Tamko la vyama vya ACT Wazalendo, Chama cha Kijamii CCK, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, NCCR Mageuzi, NLD na UDPP kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Utangulizi. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulitangazwa kufanyika tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2019, na baada ya tangazo hilo vyama vyetu vilishiriki kwenye michakato mbalimbali ikiwemo kuandikisha wapiga kura, kuteua wagombea na wagombea kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali. Ilipofikia zoezi la kuchukua fomu, ndipo maeneo mengi ya nchi tukashuhudia wagombea wa vyama vya upinzani wakinyimwa fomu za kugombea, kwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi kufunga ofisi na kuondoka na au kuambia kuwa wanasubiri kupatiwa fomu kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi. Kwenye baadhi ya maeneo ambapo wagombea walifanikiwa kuchukua na kurejesha fomu za kugombea nafasi mbalimbali, ilipofika siku moja kabla ya siku ya uteuzi, tulianza kushuhudia wagombea wetu wakienguliwa bila kufuatwa kanuni na taratibu za uchaguzi. Wengine fomu zao kughushiwa kwa kuongezewa herufi mbele ya majina yao waliokuwa wamejaza kwenye fomu, au tarakimu kwenye kipengele cha tarehe za kuzaliwa na kadhalika. Wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi walitumia sababu mbalimbali ambazo walizisababisha wao kwa kuharibu fomu za wagombea kama kigezo cha kuwaingua bila hata kusubiri wagombea hao kuwekewa mapingamizi na wagombea wa vyama vingine, jambo lilopelekea zaidi ya 95% ya wagombea wetu wote waliofanikiwa kurejesha fomu kuinguliwa kugombea nchi nzima. Baada ya hali hiyo, vyama vya Chadema, ACT Wazalendo, CHAUMMA, CCK, NCCR Mageuzi, CUF, UPDP na NLD vilitoa matamko ya kujitoa kwenye uchaguzi huo kutokana na ukiukwaji mkubwa wa kanuni na sheria zinazosimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Baada ya vyama tajwa kujitoa kushiriki uchaguzi huo, serikali kwa upande wake ilitoa matamko mbalimbali ambayo yalikuwa yakitofautiana na kujichanganya, pamoja na ukweli kuwa yalikuwa yakitolewa na mtu mmoja tu ambaye ni waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Suleiman Jafo. Baada ya wagombea wa vyama tajwa kujitoa kwenye uchaguzi huo, wagombea wake waliwajulisha wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi kuhusu kujitoa kwenye uchaguzi, na kwa ngazi ya taifa baadhi ya vyama vilimjulisha waziri wa TAMISEMI kwa barua kuhusu kujitoa kwao katika kuendelea na uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2019. Baada ya vyama kujitoa, ilisababisha wagombea ambao watasalia katika uchaguzi huu kuwa wa chama kimoja pekee cha CCM nchi nzima. Maelezo ya kanuni za uchaguzi wa viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa ngazi ya vijiji, vitongoji na mitaa za mwaka 2019. Kanuni kwanza, kanuni ya 18 na 19 (1) imeweka utaratibu kuwa endapo siku ya uteuzi kutakuwa na mgombea mmoja alijitokeza katika kugombea nafasi ya wenyekiti na mwombaji huyo akateuliwa, msimamizi msaidizi wa uchaguzi atamtangaza mwombaji huyo kuwa ni mshindi wa nafasi iliyoombwa kugombea kwa kupita bila kupingwa. Pili, kanuni ya 19 tu inaelezea hivyo hivyo kwa wajumbe wa serikali ya mtaa au kijiji kuwa watatangazwa kupita bila kupingwa endapo hatutakuwa na wagombea wa vyama pekee vingine. Tatu, kanuni ya 20(1) imeweka utaratibu wa wagombea kujitoa baada ya uteuzi kufanyika, na nanukuu, endapo baada ya uteuzi kufanyika mgombea aliyeteuliwa kugombea nafasi ya wenyekiti wa mtaa atajitoa, msimamizi msaidizi wa uchaguzi atatengua uteuzi wa mgombea huyo. 4.
Kanuni ya 20(2) inaweka wazi kuwa endapo, na nukuu, endapo baada ya uteuzi kufanyika mgombea aliyeteuliwa kugombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa atajitoa na kubaki mgombea mmoja wa nafasi hiyo, msimamizi msaidizi wa uchaguzi atamtangaza mgombea aliyebaki kwa mshindi wa nafasi iliyoombwa kwa kupita bila kupingwa. Mwisho wa nukuu. Kanuni ya 20(3) imeweka utaratibu kama huo kwa wagombea wa nafasi za ujumbe wa serikali za mitaa na vijiji wa kupita bila kupingwa. 6. Kanuni ya 27(2) imeweka utaratibu wa kuvitaka vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi huo kuwasilisha ratiba za kampeni kwa msimamizi wa uchaguzi siku 7 kabla ya siku ya kampeni. Baada ya vyama vyetu kujitoa, hatukuwasilisha ratiba za kampeni na hivyo hatupo kwenye ratiba hiyo. Msimamo wa vyama vyetu. Hii ndio mwisho sasa. Tunahitimisha kwa kutoa msimamo wa vyama vyetu. Kwanza, hatutashiriki kwa vyovyote. Tutashiriki kwa vyovyote vile kwenye kampeni na uchaguzi huu unaoenda kinyume na kanuni za uchaguzi, na hivyo tunawataka wanachama, wafuasi na wapenda amani wote katika taifa letu kutoshiriki katika kampeni na kinachoitwa uchaguzi. Pili, uchaguzi huu ufutwe na mchakato wake uanze upya kwa mustakabali wa amani ya taifa letu. Tatu, tunaotoa wito kwa umma wa Tanzania ujiandae kwa maelekezo yoyote yatakayotolewa baada ya mashauriano yanayoendelea miongoni mwa vyama na makundi mengine ya kijamii. 4, tunataka mchakato wa kuundwa kwa Tume Huru ya Uchaguzi ambayo itakuwa na jukumu la kusimamia uchaguzi zote nchini uanze mara moja. 5, na mwisho, tumetambua kauli na wito uliotolewa na baadhi ya viongozi wa staafu na viongozi wa dini nchini. Hivyo tunawaomba wachukue hatua za kuingilia kati mapema. Tunatoa wito kwa Watanzania wajiandae kwa maelekezo yeyote yatakayotolewa baada ya mashauriano yanayoendelea miongoni mwa viongozi wa vyama vya siasa, sisi hapa na wengine ambao hawakutuma uwakilishi hapa, na pia na makundi mengine ya kijamii. Kwa hiyo kujibu swali ambalo dada ameuliza hapa ni kwamba Watanzania watege masikio. Viongozi tunaendelea na mashauriano na muda mwafaka tutawapa maelekezo ya hatua ambazo tutakwenda kuchukua. Muhimu ifahamike kwamba hatutakubali kuendelea kupigwa tu. Kwa miaka 4 serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kujiona kana kwamba haiwezi kujibiwa kwa yote inayoyafanya dhidi ya vyama vya upinzani, dhidi ya wananchi, na kila kundi la jamii limeathirika. Kwa hiyo nawaomba, kama jinsi ambavyo imeelezwa hapa kwenye taarifa yetu, Watanzania wawe tayari. Viongozi tunaendelea kushauriana. Baada ya kukubaliana tutawaeleza. Hakuna jambo ambalo tutalifanya bila kuwaeleza. Muhimu watu wajiandae, kwa sababu kupigania haki zetu za demokrasia ni haki ya kikatiba. Tunalindwa na katiba, tunalindwa na sheria, na kwa hakika hatutaendelea kukaa kimya CCM wanapoendelea kuvunja misingi ya katiba na kuvunja misingi ya demokrasia yetu. Sisitiza kwamba jambo hili la kudai tume huru, jambo hili la kutaka uchaguzi ufutwe lina maslahi kwa vyama vingi, kwa vya upinzani na makundi mengine ya kijamii,
vina maslahi kwa Watanzania walio wengi. Kwa hiyo vyama vyetu hivi vilivyoko kwenye ushirikiano vitashirikisha makundi yote kadiri ambavyo yatakuwa na utayari. Kwa ni vyema vile vile ukaenda kuwahoji wenzetu wa kafu kama wako na utayari wa kushiriki mchakato huu katika hatua zote, na sio kafu tu. Nendeni hata mkazihoji asasi za kiraia, taasisi mbalimbali. Tayari kumeshaonekana uvunjifu mkubwa wa kanuni na haki za kidemokrasia katika uchaguzi huu. Ni vyema kila ambaye yuko tayari kujitokeza ajitokeze hadharani, na ndio maana viongozi kwenye tamko hili wametoa mwito vile vile kwamba wametambua kuna baadhi ya viongozi wa dini wametoa kauli, kuna baadhi ya viongozi wa staff wametoa kauli, na vyama vimeomba vile vile yoyote mwingine ambaye anaona kwamba jambo hili linahitaji kauli yake aweze kutoa kauli na aweze kuchukua hatua ambazo zitawezesha haya ambayo vyama vimeomba, ikiwemo tume huru ya uchaguzi na uchaguzi kufutwa. Watanzania tulio wengi kinyume cha CCM tunaanza kufikiri halafu tunaamua, lakini CCM wanaanza kuamua halafu wanafikiri, na ndio sababu kuna matamko hayo yanayokinzana. Wao wamesema uchaguzi huu wanataka washinde kwa kishindo. Wao wamesema atakayemtangaza mpinzani hana kazi. Sasa unatarajia nini? Na tunawashangaa Chama cha Mapinduzi kwamba baada ya kushinda kwa kishindo, kwa hiyo hayo utaratibu waliojipangia wa kuwaengua wagombea wa upinzani, sasa wanaweweseka na kutangaza kufanya kampeni. Wanafanya kampeni kwa kumshindanisha nani? Haya ni namna gani tunaona ufujaji wa rasilimali za umma katika mikono ya Chama cha Mapinduzi. Ili kuona kwamba tasnia ya habari inawafikia Watanzania wengi, nimepata fursa ya kusafiri na watu wa Icon TV, tukaenda maeneo mengi ya vijijini ambayo watu wengine hawezi kuyafikia kwa sababu ni maeneo ya vijijini, na Watanzania wanataka waone hali halisi ya maeneo haya ya vijijini. Kwa kazi inayofanywa na Icon ni kazi kubwa ambayo inapaswa kuungwa mkono kwa namna yoyote. Watoke hapa walipo. Mimi natamani nione TV kabisa likubwa kabisa Icon siku moja, wawe na TV lao kubwa, wawe na chombo chao cha radio kikubwa. Natamani kuona kitu hicho kikipatikana na kikiwezekana soon. Kwa hiyo kuwa naombea dua, na wakati wote atakaponihitaji kwenye contribution yangu kuona kwamba Icon wanakwenda mbele, niko tayari kuunga mkono. Shukrani sana, na tukukaribisha katika miaka mitatu ya Icon TV Desemba 22. Asante sana. Walisema hayajai, sasa yanamwagika. Hapa tunaizungumzia Icon Online TV. Tunajua safari ni ndefu, lakini tutafika. Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV itakuwa inaadhimisha miaka mitatu toka kuanzishwa kwake. Yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa, na mwisho tutafanya dua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019, Dar es Salaam.